Mungu amekusudia kukuhudumia kila mtu tofauti sana. Hautatoka kama ulivyokuja. Bwana amekusudia kuachilia uponyaji kwa ajili yako. Bwana amekusudia kuondoa njaa, kuondoa uchungu ambao kila siku unatembea nao moyoni. Endelea kumwadhimisha Bwana, endelea kumwita Bwana, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba yakionyesha maneno, endelea kumwita Bwana, endelea kumwita Bwana. Yesu anashuka kwa ajili yako jioni ya leo, kwa ajili yako jioni ya leo. Yesu tunapita, Bwana tunapita, tuhudumie tena Baba, tuhudumie tena Bwana, tuhudumie tena Bwana. Rakatariapa, rikatariapa, ropokoya, rakatariapa. Yesu tunapita Bwana, tunapita jioni ya leo. Bwana yangalia tena, alisema hapa, angalia mioyo yao, riakomari hapa. Erina, haleluya. Unaweza kumshangilia Bwana hapo ulipo. Mtapie Yesu makofi na vigelegele. Mtapie tena itoshe. Maana yupo mwanaume ambaye anaenda kutuhudumia jioni ya leo. Ni majeshi. Majeshi tuko wapi? Amen. Tukae mkao. Sijaona watu wamekaa mkao. Sijaona ishara yetu, sijaona hata mtu mmoja aliyekaa mkao ukiwa na jeshi. Sijaona silaha, mtu ameshika silaha mahali hapa. Sitamani kuona jeshi yote anakaa. Sitamani kumwona jeshi yote anakaa. Tukae mkao. Majeshi ya Bwana. Majeshi ya Bwana. Majeshi ya Bwana. Yakipiga, yanaua, hayana mpango wa kuzika. Hebu mpigie Yesu makofi mengi. Ongeza tena makofi yako kwa Bwana. Hebu ongeza tena makofi. Sijaona washindi ambao wanasema Bwana ni nguvu yao. Bwana ni msaada wa kwao. Mungu amekuja kwao. Wako tayari kumpokea. Mshangilie Yesu hata kigogo tu. Mshangilie Yesu. Ongeza tena makofi yako kwa Bwana. Hebu wacha mzima sema Yesu. Wacha mzima sema Yesu. Sema Yesu. Sema Yesu. Sema Yesu. Piga Yesu makofi mengi. Ongeza tena makofi yako kwa Bwana. Ongeza tena makofi yako kwa Bwana. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo kichwa chetu cha somo cha siku ya leo tunasema kwamba tambua siri na mbinu na kanuni ndani ya Biblia ili kumshinda shetani na nguvu zote za giza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo siku ya leo
mbinu za kuweza kumshinda shetani. Tunajua kabisa adui wetu ambaye anatuzuia tushindwe kurithi ufalme wa Mungu ni shetani. Anazuia tushindwe kufikia yale malengo ambayo Mungu amekusudia. Tushindwe kufikia hatima zetu. Tushindwe kufikia yale malengo ambayo Mungu amekusudia. Kwa sababu shetani yeye ndiye anayefanya kutuzoofisha kwenye kila eneo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ameamuru baraka kwenye maisha yetu, lakini shetani anafunga hizo baraka zisije zikapata nafasi kwenye maisha yetu. Kwa hiyo siku ya leo, kaa tayari kusikia na kuelewa ni mbinu gani ambazo zimeandikwa kibiblia ambazo unaweza kuzitumia hizo na ukamshinda shetani kwenye maisha yako, ukamgaragaza kabisa na hata kuzoea wewe pamoja na familia yako. Hebu sema amen kwa jina la Yesu. Amen. Basi tunaongozwa na somo kutoka katika kitabu cha Wakorintho wa pili, mstari wa 2 na ule mstari wa 11. Neno la Mungu linasema, shetani asipate kutushinda kwa maana hatukosi kujua fikra zake. Shetani asipate kutushinda kwa maana hatukosi kujua fikra zake. Ni kweli kabisa, hawezi ukamshinda shetani kama hutajua fikra zake, ya kwamba anaweza nini juu ya maisha yako, ya kwamba anaweza nini juu ya ndoa yako, ya kwamba anaweza nini juu ya familia yako. Lakini siku ya leo shetani asipate kutushinda tena, kwa maana hatutakosa kujua fikra zake. Sema amen kwa jina la Yesu. Sema amen kwa jina la Yesu. Basi nataka nieleze kidogo hapa kuhusiana na shetani. Shetani alikuwa ni malaika mbinguni. Alikuwa anajulikana kwa jina la Lucifer, na kazi yake mbinguni alikuwa ni malaika wa sifa. Lakini kwenye renki za kimalaika alikuwa anaitwa kerubi afunikae. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alikuwa anaitwa kerubi afunikae. Tuangalie jinsi shetani alipoumbwa. Aliumbwa kwa namna gani? Ezekieli mlango wa 28 mstari wa 13 hadi ule wa 18. Biblia inasema kwamba ulikuwa ndani ya Aden, bustani ya Mungu. Kila jiwe la thamani lilikuwa kifuniko chako, hakika yakuti, manjano na alimasi na zabarajudi na shaho na yakuti samawi na zamarajudi na dhahabu. Kazi ya matari yako na filimbi zako ilikuwa ndani yako katika siku ya kuumbwa kwako, zilitengenezwa tayari. Mstari wa 14. Wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta ufunikae, nami nalikuweka hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu. Umetembea huku na huko kati ya mawe ya moto. Mstari wa 15. Ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ile ulipoumbwa hata ulipoonekana uovu ndani yako. Mstari wa 16. Kwa wingi wa uchuzi wako watu walikujaza udhalimu ndani yako, nawe umetenda dhambi. Kwa sababu hiyo nimekutoa kwa nguvu katika mlima wa Mungu, katika kiti kilicho kama kitu kilicho najisi, nami nimekuangamiza ewe kerubi ufunikae, utoke katika mawe hayo ya moto. Mstari wa 17. Moyo wako
uliinuka kwa sababu ya uzuri wako. Umeharibu hekima yako kwa sababu ya mwangaza wako. Nimekutupa chini, nimekulaza mbele ya wafalme wapate kukutazama. Kwa wingi wa maovu yako, katika uovu wa uchuuzi wako, umepatia unajisi patakatifu pako. Basi nimetokeza moto kutoka ndani yako, nao umekuteketeza, nami nimekufanya kama majivu juu ya nchi, machoni pa watu wote wakutazama. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo hapa kwenye kitabu cha Ezekieli inatuonyesha jinsi shetani alivyokuwa ameumbwa. Shetani aliumbwa kwa namna ya pekee sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na huyu Mungu alimweka katika bustani inayoitwa Adeni, lakini mwanadamu aliyeko kwenye bustani inayoitwa Eden. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo shetani peke yake alikuwa kwenye bustani inayoitwa Aden, alikuwa akizunguka huko na huko. Mungu alimpaka mafuta, alimpa uwezo mkubwa sana kiasi kwamba aina zote za ngoma zilikuwa ndani yake. Sisi leo hii tunatumia vinanda, lakini yeye aina zote za ngoma zilikuwa ndani yake. Lakini baadaye aliasi, kwa sababu Biblia inasema hapa kwa sababu ya uchuuzi wake. Uchuuzi ni neno la Kiswahili, kwa Kiswahili ni mfanyabiashara, lakini tukiliangalia kwa namna ya kibiblia tunagundua kwamba ni biashara ambayo iko kinyume na mapenzi ya Mungu. Alikuwa akitafuta kuwapotosha watu, akitafuta kuangusha watu, akitafuta kueleza watu kwa habari ya uasi. Aliwaelekeza watu kwa habari ya kumwasi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo shetani alipokuwa pale, kwa sababu ya uzuri wake, kwa sababu yeye aliwekwa katika Eden, Biblia inasema alikuwa anapita katikati ya mawe kwenye mlima wa moto, ndipo Mungu alipokuwa amemweka. Na kwa vile Biblia inasema kwamba Mungu anakaa katikati ya sifa, na shetani alikuwa kiongozi wa sifa, hivyo akajaa sifa, akajaa dharau, akiona kwamba yeye peke yake ndiye Mungu ambaye anamsikiliza kuliko wengine wote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu muda wote anakaa karibu na Mungu, kwa sababu Mungu anakaa katikati ya sifa, na kwenye sifa ndio shetani anaongoza hiyo sifa. Kwa hiyo alipoona kwamba mbingu zote zikienda eneo la kukutana ili kutoa sifa mbele za Bwana, shetani yeye ndiye alikuwa anaongoza hiyo sifa. Akajaa kiburi na dharau, akaona ya kwamba yeye peke yake hakuna mtu mwingine ambaye anaweza kumsifu Bwana. Kwa hiyo akachukua nafasi ya sifa na utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo shetani alijaa kiburi, akaeneza uasi mbinguni, ya kwamba akijitamba ya kwamba yeye peke yake ndiye peke yake mwenye uweza, akachukua nafasi ya sifa ya Mungu. Baada ya kuchukua sifa ya Mungu, siku moja akaamua kujitukuza mbele ya malaika wa Bwana. Ndipo hapa tunaona katika Ufunuo 12:7 mpaka 9. Ufunuo 12:7 mpaka 9. Kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake, nao hawakushinda wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa
zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganya ulimwengu wote, akatupwa hata nchi na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kitu ambacho Shetani alikuwa anafanya, alikuwa anaeneza uasi mbinguni. Alipokuwa anaeneza uasi mbinguni, ndipo Mikaeli akasema hapana, hili jambo hatuweze tukalikubali, kwa sababu anayestahili sifa ni Mungu peke yake. Kwa hiyo Mikaeli alipoona kwamba huyu Shetani anaeneza uasi, ndipo kukaibuka vita mbinguni. Mikaeli akapigana na Shetani, lakini Biblia inatuambia kwamba Shetani alikuwa na watu ambao walikuwa wanamkubali, na malaika Mikaeli alikuwa na watu ambao wanamkubali Mungu. Kwa hiyo akaungana, kwa sababu Shetani alikuwa na kikosi chake ambapo alikuwa anaeneza uasi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo alipopigana ile vita hakushinda, akatupwa duniani na mahali pake hapakuonekana tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Shetani hayupo mbinguni tena. Shetani tuko naye hapa duniani. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio huyo anaendeleza uasi, unaendelea duniani. Mambo mabaya yanaendelea, dhambi inaendelea, kwa sababu ametupwa mbinguni. Mbinguni alikuwa anadanganya. Alipodanganya alitupwa duniani. Kulitokea vita mbinguni, akapigwa akatupwa huko. Lakini ashukuriwe Mungu ambaye ametupa uwezo wa kushindana na Shetani na kumshinda. Hata kama ametupwa kwetu siku ya leo, twende tukamgaragaza kwa jina la Yesu. Usikubali Shetani aeneze uasi ndani yako. Usikubali Shetani akuwekee dhambi ndani yako. Alitaka mbinguni wafanye dhambi, lakini hakuweza. Lakini ametupwa kwetu. Ndio maana leo unaona watu wataki ibada. Unaona leo watu wanapenda mambo ya anasa. Unaona watu wanapenda dhambi, hawataki kusikia habari ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wale wote ambao watamtambua Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao, hao peke yake ndio wanaweza kumshinda. Wanaweza kumshinda. Biblia inasema, ukisoma mistari mingine kwenye Ufunuo wa Yohana, nao walimshinda, walipigana vita, lakini hawakumshinda kirahisi. Lakini Biblia yangu inaniambia kwamba nao walimshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo damu ya mwana kondoo ni damu ya Yesu Kristo. Chapie Yesu makofi mengi mengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Shetani ndiye anayetutesa. Shetani anawapa watu kazi za kufanya. Anadanganya watu wanakuwa wachawi, wanamtumikia yeye. Hivi ukiwa mchawi unamtumikia nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Unapata faida gani? Hakuna faida yoyote mtu anayepata. Hakuna yoyote anayepata. Lakini Shetani amekuza mioyo yao ili waweze kuwa pamoja naye. Hebu sikia neno la Bwana leo katika jina la Yesu. Ukachukua hatua ya kubadilika na kushikamana na mwanaume Yesu, ambaye yeye akisema ya kwamba hakuna uchawi mahali hapa, ni hakika huo uchawi hauwezi ukakaa. Akisema ndoa yako lazima isonge mbele, hakuna wakuzuia. Akisema watoto wako watasoma, hakuna atakayezuia. Natamani kuona mtu mmoja anasema kwa damu ya Yesu, siku ya leo namtaka huyu Yesu ambaye alishinda mauti. Kaburi lifanya kwamba inaweza kumshikilia Yesu. Lakini siku ya tatu alifufuka kwa ajili yako. Alifufuka kwa ajili yako. Hata sisi Shetani hawezi akatushinda. Sema amen kwa jina la Yesu. Amen. Hawezi akatushinda. Ukitaka kushinda ni wewe mwenyewe. Ila sisi hatutakubali. Mwambie mwenzako, mimi sitakubali. Mimi sitakubali. Kama Shetani atakushinda ufanye dhambi, mimi sitakubali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa tuende kwenye kini chetu cha somo. Jambo la kwanza, siri ndani ya Biblia juu ya kumjua na kumfahamu Shetani. Unaweza ukaandika, kama unaandika tafadhali utaenda haraka kidogo. Siri ndani ya Biblia juu ya kumjua na kumfahamu Shetani. Siri ya kwanza, Shetani ni mwongo na mdanganyifu. Ili kuifanya kweli ya Mungu kuwa uongo, alafu huo uongo anaugeuza watu wauone ndo kweli.
Unaweza ukaandika kuigeuza kweli ya Mungu kuwa uongo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo siri moja wapo unatakiwa kujua, shetani ni mwongo na mdanganyifu, ili kufanya kweli ya Mungu kuwa uongo, alafu ile uongo wake ndio anaufanya uwe kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwanzo 3:1-5 hadi 19. Neno la Mungu linasema, basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, nyoka sasa akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani. Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya mti wa bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse, msije mkafa. Sikiliza nyoka alichomwambia. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hautakufa. Hebu sema hakika hautakufa. Hakika hautakufa. Sema hakika hautakufa. Hakika hautakufa. Kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku utakayokula matunda ya mti huu utafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Hapo nikueleze hapa kidogo. Nimekwambia siri ya kwanza unayopaswa kuitambua ili uweze kumshinda shetani. Siri ya kwanza, tambua ya kwamba shetani ni mwongo. Tambua ya pili, shetani ni mdanganyifu. Kitu ambacho shetani anacheza nacho cha kwanza ni imani yako. Shetani anacheza na fikra za mtu. Shetani anacheza na kubadilisha imani ya mtu. Shetani anabadilisha kweli ya Mungu kuwa sio kweli. Kwa hiyo shetani ambacho alikuwa anatafuta kwa huyu mwanamke, alikuwa anatafuta fikra. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jambo la pili, kubadilisha imani. Kwa hiyo mwanamke alishasikia ya kwamba Mungu amesema kwamba miti yote tunaweza kula, lakini mti wa katikati Mungu amesema tusile, kwa maana tukila tutakufa. Shetani akamwambia ati Mungu amesemaje? Akamwambia kwamba hapana, hakika hautakufa. Kwa nini amwambia hakika hautakufa? Maana yake anaanza kutumia hila. Shetani ni mtu mwenye hila, na hila maana yake ni uzuri unaojificha kwa ubaya. Mtu anaanza kukushawishi kwa mambo mazuri, lakini mwisho wako anaenda kukuharibu. Kwa hiyo shetani akamwambia mwanamke, la, hapana, Mungu anajua kwa mkila tunda mtakuwa kama yeye, mtafunguliwa macho, mtajua chema na baya. Ngoja nikuulize swali ndogo. Hivi kwa akili haraka haraka unaweza kugundua kwamba shetani ni mwongo jinsi tu alivyokushauri? Haya, tuseme basi leo kuna mtu asiyejua jema na baya. Kuna mtu ambaye hajui. Wote tunajua tunaweza kufanya. Nadhani kuna baadhi ya maneno pengine kwenye Biblia yaandikwa, shetani alikuwa anamwambia utajua jema na baya. Jema utalifuata, alafu baya utaliacha. Pengine alimuongezea maneno kama hayo. Ni kweli leo tunajua mabaya. Ni kweli leo tunajua uzinzi ni dhambi. Ni kweli leo tunajua uchawi ni dhambi. Ni kweli leo tunajua ulevi ni dhambi. Lakini mbona basi tunafanya? Lakini mbona basi tunafanya? Shetani alituhakikishia kwamba hatutakufa, lakini mbona leo tunakufa? Bwana
Yesu asifiwe. Alisema tutakuwa salama. Bwana leo ndio tunaugua. Bwana leo tunakufa. Oh, sikia neno la Bwana. Yesu alikuja kwa ajili yako. Hata kama shetani aliweka kifo, tutaishi ndani ya Kristo. Tutatembea ndani ya Kristo. Biblia inasema kwamba ndani ya Yesu tunaishi, tunatembea na kuwa na uhai wetu. Ukiwa na Yesu ndani yako, kuishi ni mtaji, kufa ni faida. Haitakusumbua kufa, kwa sababu Biblia inasema kwamba anayekufa kwa Bwana atakaa mkono wa kuume wa kiti cha enzi. Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli Adamu alidanganywa, ni kweli Hawa alidanganywa, lakini hatuna haja ya kumlaumu. Lakini tuna mwanaume Yesu ambaye amekufa kwa ajili yetu. Shike Yesu. Ukimshika Yesu hakuna kitu kibaya ambacho kitashika maisha yako. Hata ukifa unakufa katika amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tuko nyakati za mwisho ambazo kila mtu anapaswa kuelewa ni nini ambacho kitamwokoa kwenye maisha haya. Ni nani atakayemvusa kwenye maisha haya. Leo tuko na wewe, kesho hatuko na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo maisha tulio nayo si kitu kama hutakuwa na Yesu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Angalia mstari wa 16. Akamwambia mwanamke. Sasa tuangalie adhabu Mungu aliyeitoa baada ya mwanamke kula tunda. Akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako wa kuzaa kwako. Kwa utungu utazaa watoto, na tamaa yako itakuwa kwa mmeo, naye atakutawala. Akamwambia Adamu, kwa kuwa umesikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nilikuagiza nikisema usiale, ardhi imelaniwa kwa ajili yako, na kwa uchungu utakula mazao yake katika siku zeni, kwa jasho la uso wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi najiuliza hapa swali moja. Aliyedanganya ni shetani, wanaoadhibiwa ni waliodanganywa. Kwa hiyo tunapaswa kuwa makini sana. Kwa hiyo wamekosea, lakini wao ndio wanaambiwa kwamba kwa vile umekula, umesikia, ukaacha kufuata sauti yangu, umelaniwa. Huyu naye anaambiwa kwa kuwa umesikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ambayo sikukuagiza, utakula kwa jasho. Nini hapo unapojifunza? Unajifunza nini hapa? Tunajifunza kwamba wewe jinsi ulivyo, kaa pamoja na Mungu. Mungu anasema nini kwa habari ya maisha yako? Fuata hicho Mungu anachosema. Mungu anasema nini kwa habari ya neno lako? Fuata hicho Mungu anachosema. Usifuate vitu watu wanavyosema. Bwana asifiwe. Hata kwenye maisha yako usifuate yale ambayo watu wanasema. Fuata kile ambacho Mungu anasema. Bwana Yesu asifiwe sana. Usisikilize watu wanasema nini kwa habari ya kesho yako. Sikiliza Mungu anasema nini kwa habari ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo shetani anacheza na fikra. Akikamata fikra zako, hawezi kuchomoka. Alikuwa anacheza na fikra, abadilisha lile wazo la Mungu ndani yake. Leo hii watu wanaacha wokovu, wanakimbilia kwa waganga, ni kwa sababu fikra zao zimekamatwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo mganga unaenda kwake, aliyemuumba ni Mungu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Usisikilize watu wanasema nilienda kwa mganga fulani nikapona. Sikia nikwambie, hujawahi kuona uponyaji ambao Mungu anafanya. Unaweza ukasema yupo mganga ambaye anafanya mambo ya kutisha, lakini hujaona mambo ambayo Yesu anayoyafanya ambayo yanatisha. Unaweza ukasema tumeona miujiza, lakini hujaiona miujiza ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akikuponya anakupa na uzima wa milele. Anaponya mwili wako, anaponya na roho yako. Yesu asifiwe sana. Waganga wanaweza wakaponya mwili, lakini roho ikaangamia jehanamu ya moto. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa jambo la kwanza tumesema shetani ni muongo na ni mdanganyifu. Anabadilisha kweli ya Mungu kuwa uongo. Anamwambia mwanamke, hakika hautakufa. Hakika hautakufa. Manake anacheza na fikra zake, anacheza na fahamu zake. Kwa hiyo lazima tuwe makini. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukakaa kwenye wokovu tokea ulipokuwa mdogo mpaka umekuwa na miaka 60, 80. Alafu unashangaa ulipofikisha miaka 70 ndipo hapo unasikia shetani anakushawishi, niangalie mimi, anakushawishi kwenda kwa waganga. Kumbe shetani anajua wiki inayokuja unakufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tuwe na makini na vitu tunavyofanya. Shetani ana uwezo akachunguza. Shetani anajua, alijua kabisa mwanamke akila matunda, wakila matunda cha kwanza watafukuzwa kwenye bustani ya Edeni, cha pili watakufa, cha tatu hawatakuwa na uwezo juu yangu tena, watanyang'anywa umiliki wa kumiliki ardhi, wa kumiliki anga. Mimi ndio nitakuwa na wamiliki. Lakini ashukuriwe Yesu aliyekufa kwa ajili yetu. Leo tunamiliki shetani, leo tunamiliki anga. Hata kama kuna wachawi kiasi gani, tunamiliki na kutembea na kutawala. Pigia Yesu makofi kwa jina la Yesu. Haleluya. Yani hata hao waganga walioshindikana, hata wewe wanafuka mpaka moshi, yupo Yesu kwa ajili yako. Haijalishi umri ulioko nao. Unaweza kuwa na miaka 15 lakini wachawi hapa wakahama. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haijalishi umri ulio nao, haijalishi ni mkoa gani utaenda, wewe ukiwa na Yesu ndani yako, hakuna chochote ambacho kitakusumbua. Kuna mtu mmoja anasema, "Wewe mtoto unasema nini?" Wewe sema tu, lakini utaona vitaungua vyote, ukienda utakuta hamna. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninachojua Mungu tuliye naye ana uwezo juu ya kila ufalme na mamlaka. Ana uwezo juu ya nguvu zote. Ana uwezo wa kila roho yoyote. Yeye ni Mungu ambaye akiamua shetani afanye kazi zake anafanya. Nani anajua hicho? Sijui kama niliwafundisha hapa. Walikuwepo wana wawili, sijui ni wa nani. Mungu aliwapa wafundishe wasimtukane Mungu. Mungu alimpa shetani watu au wafundishe wasimtukane nani? Mimi nataka nikwambie, shetani wakati mwingine tunadhani kwamba shetani ndo anamtukana Mungu. No. Shetani anachofanya, anamchukua huyu, anamwambia mtukane Mungu, tukane Mungu, tukane Mungu. Wewe ukimtukana Mungu, anageuka, anaenda kukushtaki. Ona yule anakutukana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tuwe na akili. Tuwe na akili kichwani. Anakuchukua na kuambia wewe fanya. Yaani wakati ile unaanza tu, yeye amekimbia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wangapi tumeshtakiwa na shetani hapa? Sasa niliwafundishaga hapa siku moja nikawatolea na mfano. Biblia inasema pende ile amri ya wazazi inasema, waheshimu baba yako na mama yako ili siku zako zipate kwa nyingi katika nchi upewa na Bwana Mungu wako. Leo binti unamfyonza mama yako, unampandisha na kumshusha, shetani anaenda kukushtaki. Mungu umesemaje kwa neno lako? Siku zake zipate kwa nyingi. Punguza siku hapo, nikiwa naangalia zinapunguzwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe maombi yako hata yaeleweki. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu mmoja ananielewa hapa. Ni somo gumu kidogo, lakini natamani tulijue. Bwana Yesu asifiwe. Shetani anabadilisha kweli ya Mungu kuonekana sio kweli, alafu uongo wake ndio kweli. Mwanamke alibadilishiwa kweli ya Mungu ndani yake. Yeye alikuwa anajua kweli ni kwamba nikila tunda nitakufa. Hiyo ndio kweli ya Mungu. Lakini shetani leo yeye anambadilishia, anamwambia hakika utakufa. Mungu anajua kuwa ukila utafumbuliwa macho yako. Kwa hiyo shetani anajaribu kubadilisha ukweli wa Mungu kuonekana si kweli. Kwa hiyo lazima uwe makini. Usipokuwa makini utatembea tu. Ufunuo wa Yohana 12:9. Yule joka akatupwa
yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, au danganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Shetani alitupwa. Kwa nini alitupwa? Ana uwezo wa kudanganya ulimwengu mzima. Yaani anadanganya hapa Mtakatifu Yohana, Mtakatifu Luka yupo, Kigoma yupo, Kilimanjaro yupo, Marekani yupo. Ni huyo anadanganya ulimwengu mzima. Jifunze kumwambia Shetani wewe ni mwongo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani njia rahisi ya kumshinda Shetani, anakushawishi kwenda pombe, kwenda CD club. Sema wewe Shetani, nimeshajua wewe ni mwongo, siwezi kaenda katika jina la Yesu. Anakuambia leo usiende kanisani, wewe baki tu nyumbani, wewe baki tu, unajua tena hapo una kazi nyingi. Mwambie Shetani wewe ni mwongo, mimi naenda kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Alafu Shetani akiaibisha huwa anakimbia sana. Shetani ukimwaibisha huwa anakimbia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu Shetani huwa anatutumikisha kwa sababu hatujui nini tumefanyiwa pale msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Huyu kijana ninamdai milioni 1. Bwana asifiwe. Ninamdai milioni 1. Yes, mimi kila siku namtesa tu, sawa? Hela yangu iko hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamtesa, nipe hela yangu. Ninamtesa kila siku, ninamtesa. Alafu akaja mtu mmoja akaniambia, "Kwani unamtesa huyu?" Kasema, "Kwa sababu namdai." Bwana Yesu asifiwe sana. "Unamdai shilingi ngapi?" "Milioni 1. Sasa nakupa milioni 2. Usimtese tena." Amen. Akalipa milioni 2, alafu akaondoka. Bwana asifiwe. Nikamwacha huyu kwa muda. Bwana asifiwe. Nikaendelea na mambo yangu. Sasa huyu anachofanya, atarudi kwangu aone kama nakumbuka kuwa nililipiwa deni au sikumbuki. Bwana Yesu asifiwe. Narudi sasa. Hela yangu iko wapi? Bwana asifiwe. Hela yangu iko wapi? Nitakupa, si unajua tena sijapata. Anajua kumbe hajui. Bwana Yesu asifiwe. Ninamtesa. Ashumu sasa siku moja akakumbuka. Kuwa tena wewe ulizidishiwa. Bwana asifiwe. Huwa Shetani anakimbia sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa ninamdai kwa nguvu, ninamtesa. Akakumbuka ya kuwa alilipiwa deni. Alivyokumbuka, Shetani atakimbia sana. Nini maana mfano huu? Yesu alilipa deni kwa ajili yako. Biblia inasema kwa kupigwa kwangu mimi nilipona. Kwa nini ninaomba? Na Yesu alilipa deni la kupona. Sijaona mtu mmoja hapa ambaye anasema ya kwamba sitakubali tena maisha yangu kuonewa, sitakubali tena kuteswa na wachawi. Yesu alilipa gharama kwa habari ya watoto wangu. Yesu alilipa gharama kwa habari ya maisha yangu. Yesu alilipa gharama. Shetani hana mamlaka na maisha yangu, atakukimbia. Sasa teswa. Mimi ni wakuonea watu na wachawi. Fahamu kweli. Biblia inasema mtaijua kweli na hiyo kweli itafanyaje? Yesu amelipa gharama kwa ajili yako. Simama na usiumwe tena katika jina la Yesu. Simama na usiumwe tena katika jina la Yesu. Haleluya. Kwa hiyo tunapambana na mtu mwenye uwezo wa kudanganya ulimwengu mzima. Kwa hiyo kuwa makini sana na udanganyifu wa Shetani. Udanganyifu wa Shetani unaendana na hila. Hila maana yake ni ubaya unajificha kwenye wema. Mtu anataka kukaribisha kwake nani mshirikina. Bwana Yesu asifiwe sana. Akakukarimu sana, lakini chakula amekupa sumu. Hivi unaelewa? Ukarimu wake anakupa chakula, karibu tu ule, sijui nini nikuletee na nini, kumbe ametia sumu hapo. Tunaona kwamba ubaya unaojificha kwenye wema. Bwana Yesu asifiwe sana.
Mtu anakuja anakupa vitu, unasema huyu ndo ananipenda. Anakupa vitu, mwisho wa siku anafanyaje wadada? Samehe vijana wenzangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu anakudanganya, anakupa vitu vizuri. Unaona huyu ndo ananifaa. Lakini mwisho wa siku anaharibu maisha yako, alafu hiyo ndio inaitwa hila. Kataa katika jina la Yesu. Sisi maiki vizuri tumalize. Leo siku ya kwanza ina mambo mengi, lakini tunaamini Mungu ataendelea, atatuhudumia siku. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la pili, tutaishia hapo. Jambo la pili, tuna dakika chache hapa. Jambo la pili, shetani anatumia ushawishi wa maneno, ahadi, mali na vitu mbalimbali, na anakuja kwa wakati ambao unauhitaji au una changamoto ili akupate kirahisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati unapokuwa una shida, kuwa makini sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati unapopitia majaribu, kuwa makini sana. Wakati unapopitia hali ngumu ya maisha, kuwa makini sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wana watu wanaangalia watoto sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wakati ambapo unapitia nyakati ngumu, kuwa makini. Shetani huwa anapenda kutumia nyakati kama hizo. Bwana asifiwe. Wakati ambapo una furaha sana, kuwa makini. Shetani huwa anapenda kutumia nyakati kama hizo kwa ajili ya kuhakikisha kabisa kwamba anakuangusha. Kwa hiyo kuna yale mazingira ambayo ni magumu sana kwako, ambapo unaona hakuna msaada, hapo ndipo shetani anapokuja na kuhakikisha kabisa anakuangusha moja kwa moja. Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuwa makini na vipindi kama hivyo. Kipindi ambacho watu wanakukataa, kipindi ambacho watu wako kinyume na wewe, kipindi ambacho watu wanakutenga, kipindi ambacho watu wanakusema sana, kuwa makini. Kwa sababu shetani huwa ana tabia kutumia nyakati kama hizo kwa ajili ya kukupata kirahisi. Sikia. Mambo ya Nyakati wa kwanza 21 mstari wa kwanza, wa pili, alafu taruka tusoma 7 na 14. Nimekwambia shetani anatumia ushawishi wa maneno, ahadi, mali na vitu mbalimbali, na anakuja kwa wakati ambao unahitaji au umuhitaji au una changamoto ili akupate kirahisi. Moja Mambo ya Nyakati 21 mstari wa kwanza hadi ule wa 14 anasema, tena shetani akasimama juu ya Israeli, akamshawishi Daudi kuwahesabu Israeli. Mstari unaofuata utasoma mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo shetani alisimama juu ya Israeli yote, akamshawishi Daudi. Mtumishi wa nani? Daudi alikuwa nani? Mtumishi wa Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo shetani alisimama juu ya Israeli yote, akamshawishi Daudi kuwahesabu watu, wakati Mungu alimwambia usiwahesabu watu. Baada ya Daudi kuhesabu watu, Mungu aliwapiga Waisraeli kwa sababu ya hilo kosa la Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona kwamba shetani ana nguvu ya ushawishi, lakini ukiwa ndani ya Kristo Yesu, hakuna ushawishi wowote ambao shetani atautumia akushinde. Haupo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tukiangalia kwa mfano, tukiangalia maajabu ambayo Yesu alikuwa nayo, Yesu alikuwa na uwezo wa ushawishi usio wa kawaida. Alikuwa anamkuta nani? Anamkuta nani yule alikuwa na toza ushuru pale? Anamkuta yuko bize, anatoza ushuru, anamwambia njoo nifuate. Anaacha kila kitu anamfuata.
Bwana Yesu asifiwe sana. Anawakuta wako wanavua samaki, anawaambia njooni mnifuate. Bila maelezo mengine wanaacha vitu vyao wanamfuata. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukiwa na Mungu ndani yako, hakuna roho yoyote ambayo inaweza kukushinda. Hakuna roho yoyote ya ushawishi ambayo inaweza kukushinda. Utajua hata kama imejificha namna gani. Hata kama mtu amevaa vazi la kondoo akalipiga na pasi, lazima utamjua katika jina la Yesu. Biblia inasema kwamba utiishi wa Mungu utawafanya maadui zako wakuonyeshe maungo yao. Rabusikete. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikia nikwambie, mambo haya yote hatuwezi tukamshinda shetani. Hatuwezi tukashinda ushawishi wa shetani. Hatuwezi tukashinda majaribu ya shetani. Hatuwezi kukwepa mauti ya shetani tusipompokea huyu Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani usipokuwa na Yesu ndani yako ni bure. Unaweza ukasimama kama mimi ukasema wachawi nitawavuruga, usiku atakuvuruga mpaka uchanganyikiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza ukaomba ukasema wachawi ni hawana akili kabisa, hawa ninawavuruga. Kama huna Yesu ndani yako, waulize wana wasikia ukifika mbinguni, sijui kama watakuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukiwa na Yesu ndani yako, haijalishi kuna wachawi waliotukuka wenye miaka 120, lakini nataka nikwambie kwa damu ya Yesu utawashinda wote na watakimbia kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama tuelewani ninachokisema, basi na mimi kwa mamlaka ya jina la Yesu, Mungu ninamtangaza mahali hapa, ninatangaza kwa mamlaka ya jina la Yesu, yoyote anamiliki uchawi, yoyote anamiliki uganga, yoyote anamiliki machoka, yoyote anamiliki kila chochote, kuanzia sasa ninaachilia moto na vikaungue vyote kwa damu ya Yesu. Sema amen. Vikaungue vyote kwa damu ya Yesu. Waganga wote popote walipo wanaosikilia kanisa lisikue, kwa damu ya Yesu popote walipo, haijalishi wao ni akina nani, ninatuma moto kwenye nyumba zao. Uchawi wote usifanye kazi, uchawi ungue kabisa. Na waganga wote mnasikia hii sauti, kwa damu ya Yesu Kristo ninaamuru uganga ungue moto. Sema fire, sema fire, sema moto, sema moto. Zima hizo maiki alafu niwashie. Ongeza acha moto vizuri. Zima hiyo kwanza, sijamaliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii hapo nirudishie ni pale. Kisha kule. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu sema waliochoka kulogwa wapige kelele kwa Bwana, waseme moto. Waseme moto. Damu ya Yesu. Waliochoka vijana wao kukamatwa na nguvu za giza, waseme moto. Bwana Yesu asifiwe. Sikia nikwambie, huwa watu wanadhani kitu tunafanya utani. Sasa sikia, ukienda nyumbani na wewe unanisikia ulioko nyumbani vinaungua, kesho leta. Wewe leta tu hapa uwanjani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasema tena, narudia tena, hakuna ambacho kitabaki katika damu ya Yesu. Sema amen. Sema amen kwa jina la Yesu. Unajua kuna watu wanaogopa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wanaogopa. Nataka nikwambie kwa jina la Yesu, utaungua moto. Sema moto. Sema moto. Sema moto. Hayo yote yanaweza yakatendeka ukimpata Yesu. Kila kitu kimeisha. Sema amen kwa jina la Yesu. Ukiwa na Yesu, alafu Yesu raha yake ni leo nampata, na leo wanaanza kukimbia kwa damu ya Yesu. Ni leo nampata, wanaanza kukimbia kwa damu ya Yesu. Ukimpata leo Yesu, anabadilisha maisha yako, anakupa uwezo, anakupa mamlaka. Sema amen kwa jina la Yesu. Sema amen kwa jina la Yesu. Sema
jina la Yesu. Sema amen kwa jina la Yesu. Haya ya mimi siwezi kukubali. Sioni vijana wa kiume hapa. Sioni vijana wa kiume hapa. Wamekamata kichawi na mapombe. Wamekamata kichawi na madawa kulevya. Wamekamata na madawa. Sema kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kila uchawi wote nong'ona. Tunauchoma moto. Tunauchoma moto. Kwa jina la Yesu. Naomba tusogee huko. Sogea tu taratibu huko. Raba saka naomba ule wimbo wako. Wewe ni Mungu mponyaji. Wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu. Ukiweza kunywa mikono yako unaweza kunywa. Wewe ni Mungu mponyaji. Ulituma neno lako liponye. Wewe ni Mungu. Funika macho yako tu. Mponyaji. Wewe ni Mungu. Yesu rapaka. Utuponye. Wewe ni Mungu. Sogea tu kwa viwanja hivi. Sogea tu tumwombe Mungu mahali hapa. Tuombe kwa ajili ya familia za kwetu. Tuma neno lako liponye. Wewe ni Baba. Mponyaji. Wewe ni Baba. Wewe ni Baba. Baba. Utuponye. Baba. Wewe ni Baba. Mponyaji. Ulituma neno lako liponye. Wewe ni Bwana. Mponyaji. Wewe ndiwe Masiya. Bwana ndio Bwana. Unatuazia. Kama ni Mungu akugusa siku ya leo. Kama ni Mungu akudumisha siku ya leo. Kama ni Mungu akudumisha siku ya leo. Ndio Bwana raka tarabasuko. Tena lako likatifu. Liponye. Karamata. Wewe ni Bwana. Karamata rabasuko. Roko rabasakata. Utuponya. Wewe ni Bwana. Mponyaji. Ulituma neno lako liponye. Wewe ni Bwana. Mponyaji. Wewe ni Yesu. Manisha ndani yako. Manisha ndani yako. Neno la Baba linakuponya Bwana. Ulituma neno lako liponye. Wewe ni Bwana. Mponyaji. Wewe ni Bwana. Wewe ni Bwana.
Bwana. Wewe ni Bwana. Hallelujah. Amen. Wasifiwe sana. Amen. Funika macho yako popote ulipo. Hebu kama unatamani siku ya leo kumpa Yesu maisha yako. Kumpa Yesu maisha yako. Na tupate nafasi ya kuomba na wewe. Pengine ni binti hapo umeokoka, ukarudi nyuma. Haujawahi kumpokea Yesu ndani ya moyo wako. Sizungumzii kwa habari ya kubatizwa. Sizungumzii kwa habari ya miaka mingi ya wokovu. Nazungumzia Yesu kama Mungu ndani yako. Yesu kama Mungu ndani yako. Hauna uhakika kama Yesu yuko ndani yako. Unatamani kuanzia leo Yesu akae ndani ya moyo wako. Nyosha mkono wako juu. Asante. Nyosha tu mkono wako tuombe pamoja na wewe. Nyosha tu mkono. Usiogope kwamba mtu ataniona kwamba kumbe nilikuwa sijaokoka. No. Nikumpa Yesu. Nikumpa Yesu maisha yako. Ulionyesha mkono wako, unaweza ukachukua hatua mbili kusogea hapa mbele. Chukua hatua ndani yako. Chukua hatua ya kusogea tu mbele, hatua moja. Sogea tu kwa hapa. Sogea tu, usiogope. Usiogope, usiogope. Bwana, sogea tu kwa Yesu. Sogea tu kwa Yesu, usiogope mwenzako anakuangaliaje. Usiangalie mwenzako anakuonaje. Sogea tu kwa Yesu, maana Mungu yuko kwa ajili yako. Mungu yuko kwa ajili yako. Asante. Nimesogea. Funika macho yako popote ulipo. Chukua hatua kusogea mbele kwa Yesu. Sogea tu kwa Yesu. Hauji kubadilishwa dini. Unakuja kumpata Yesu. Biblia inasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ni safi kwa damu. Asante Roho Mtakatifu kwa ajili ya watoto wako. Haleluya. Naomba wote tufunike macho. Sikia nikwambie mtumishi wa Bwana. Ndani yako unamhitaji Yesu sana. Pasipo Yesu huwezi ukashinda vita. Sisi tunaweza kweli tukakuombea ukafunguliwa leo. Lakini kama una Yesu ndani yako, huwezi ukamshinda tena. Kumpata Yesu ndani ya moyo wako ni kumkaribisha. Biblia inasema kwenye kitabu cha Yohana, alikuja kwao wala walio wake hawakumpokea. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Hatufanyi hivi tukisema ya kwamba wewe sio mtoto wa Mungu. Hapana. Anasema nilikuja kwao wala walio wangu hawakunipokea. Wewe ni wa Mungu, lakini unaweza ukashangaa unakataa kumpokea. Na usipompokea hawezi kukupa uwezo. Anasema bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ndio wale waliaminio jina la Bwana. Unaweza ukasema ninamwamini Yesu, kumbe umwamini Yesu. Wanaomwamini Yesu ni waliompokea. Tukiachana na kubatizwa. Kubatizwa hilo ni swala lingine. Mimi nazungumzia kwa habari ya kumpokea Yesu. Nazungumzia habari ya kumpokea Yesu. Haijalishi dini ulioko nayo. Sisi hatuna shida na dini. Shida yetu ni wewe kumpokea Yesu. Nataka nikwambie ukimpokea Yesu anakupa uwezo wa kufanyika mtoto wa Mungu. Ndio wale wamwaminio. Maana yake wanaomwamini ni waliompokea.
Huwezi ukasema namwamini tu Yesu kirahisi tu kwamba namwamini. No, lazima umpokee. Funika macho yako. Rabu shanda rabakori ya busaka. Roho Mtakatifu pita ndani ya mioyo yao. Pita ndani ya mioyo yao. Wape ujasiri wa kumshinda shetani na tamaa zake na ushawishi wake. Kuna mtu mmoja huko hapa na unatamani kusogea mbele, lakini unasikia sauti na kushawishi usiende. Usiende, utaanguka. Usiende, utaanguka. Nani amekwambia hapo mbele unakuja kuanguka? Usiende. Ndani yako unasikia uzito. Ndani yako unasikia sauti na kuambia usiende. Huyo ndio shetani tulikuwa tunamzungumzia. Wala sio mwingine. Usitafuta hata kujua sura ya shetani ikoje. Hiyo ndio sura hii yenyewe. Unasikia kabisa natamani nimpe Yesu maisha yangu, abadilishe ndoa nilio nayo. Wakati mwingine unapitia changamoto kwenye ndoa yako kwa sababu Yesu yuko nje. Lakini laiti kama Yesu angekuwa ndani yako, huyo ambaye anakufokea kila wakati hana uwezo na hatapata ujasiri wa kukufokea, kwa sababu akikufokea anamfokea aliyoko ndani yako. Na Mungu hawezi akakubali, na lazima ambadilishe. Hebu kama ndani yako nasikia sauti inakuita kwamba mwanangu njoo, mwanangu njoo, chukua hatua kusogea mbele. Naomba tufunike macho tu hivyo. Ukisikia tu ndani yako sauti inakwambia mwanangu njoo, mwanangu njoo, sogea mbele. Nasi Ndio Bwana. Hata hiyo unaweza kuendelea. Asante. Sogea tu. Hajalishi umri ulioko nao. Wakati mwingine unaweza kuwa mdogo sana, lakini Mungu kumbe anataka kufanya mtumishi wake. Tusogee, tuna dakika chache. Asante. Sogea tu. Sogea tu, usiogope. Haijalishi umri ulioko nao. Mungu anakutaka hivyo hivyo. Mungu anakutaka hivyo hivyo. Kwa sababu siku ya kufa unakufa peke yako. Unazikwa peke yako. Hautakufa na huyo rafiki yako. Sogea tu kwa Yesu, sogea tu kwa Yesu. Asante Yesu. Mama nikukaribisha. Sogea tu hapo basi. Naomba usogee tena wakati tunamkaribisha mchungaji aweze kuombea. Sogea tu hapo. Hatutakuona kwamba hujaokoka, hapana. Rabusha ndarabako. Basi mnifunyie mliotoka huko mbele, nifuatisheni maneno haya. Sema: Bwana Yesu, ninakushukuru sana kwa ajili ya neema yako na upendo wako kwangu. Nasogea mbele zako, naomba kibali chako katika maisha yangu. Uniongoze niishi maisha ya kukupenda na kukutumikia wewe. Futa jina langu katika kitabu cha hukumu, naandika jina langu katika kitabu cha uzima. Nifanye niwe mtoto wako, nikupende na kukutumikia. Nikatae vishawishi vya shetani ili niione mbingu yako. Kwa jina la Yesu. Amen. Mpigie Yesu makofi mengi mengi kwa ajili yao. Ongeza makofi mengi mengi kwa ajili yao katika jina la Yesu. Naomba mtachukua karatasi kwa ajili yao, mweze kuchukua majina yao ili tuweze kuendelea kuombea. Bwana asifiwe. Hapo ulipofunika macho yako, je, tukaombe kwa ajili yao ambao wamempokea Yesu leo. Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya uzima na uponyaji wako na uaminifu wako. Kwa kuwa wamekupokea ni wako. Kwa kuwa wamekupokea ni wako. Akae kwenye normal situation sasa. Kila uchawi uliofanyika juu ya maisha yako vunjike sasa. Vunjike sasa. Akili zako zikae sawa. Akili zako zikae sawa. Kwa kuwa umeamua ndani ya moyo wa Jesus. Baba, asante kwa ajili ya mtoto wako huyu. Ninamwombea kibali na kukua katika kichwa chako. Mungu, ninamkabidhi mikononi mwako. Ninaomba ulinzi wako juu yake katika jina la Yesu. Watunze kufungua. Asante Yesu kwa ajili ya kumfungua. Asante Yesu kwa ajili ya kumfungua. Pokea kwenye kundi lako Bwana. Sio mali ya shetani tena. Bwana, ni mali yako.
namkabidhi mikononi mwako kwa damu ya Yesu. Ninaomba ulinzi wako juu yake. Ninaomba ulinzi wako juu yake, na kila hila zote za kichawi zisifanye kazi ndani yake, zisifanye kazi ndani yake. Kila ushirikina uharibike, kila mateso yakaondoke juu yake kwa jina la Yesu. Asante kwa ajili ya mama huyu aliyekupokea leo. Mungu mpokee kwenye kundi lako, andika jina lake kwenye kitabu chako. Bwana, Bwana, ninamkabidhi mikononi mwako. Shetani asipate kibali kwa damu ya Yesu. Asante kwa ajili ya watoto hawa, wafunike kwa damu ya Yesu. Amen. Amen. Muandike kwa haraka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba majeshi tujipange kwa ajili. Naomba tusogee mbele. Sogea mbele kidogo. Bwana majeshi, naomba tupite tuwapange kwenye mstari mzuri. Funika tu macho yako na mikono yako juu. Tunatamani tukamwambie Mungu, hatutaki mateso kwenye maisha yetu. 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 Mungu wetu ni mwaminifu. Ulituma neno. Ulituma neno. Yesu, endelea, wengine watu tusogee huko. Rabu shanda rabakori manta. Muamini Mungu leo anakuhudumia katika jina la Yesu. Mungu ni mponyaji sana. Mungu wetu ni mponyaji sana. Mungu wetu anatutetea mno. Hawezi kutuacha kwenye uangamivu. Hawezi kutuacha kwenye uangamivu. Hawezi kutuacha kwenye uangamivu. Karaba shanda rabakori manta. Yesu, unaponya mioyo ya watoto wako. Waponye watoto wako. Waponye watoto wako. Majeshi kutoka wabia watu. Rapa sekretari bosanda. Unaponya watoto wako. Ponya maisha yao. Ponya maisha yao. Ponya maisha yao. Umesema taweka mikono juu ya wagonjwa. Mungu wape afya Bwana. Mungu wape afya Bwana. Mungu wape afya Bwana. Mungu wape afya Yesu. Wape afya watoto wako. Wape sana makora. Wape afya Yesu. Waponye Yesu. Waponye Bwana. Waponye Bwana. Waponye Bwana. Waponye Bwana. Mungu wetu anaponya magonjwa yao. Mungu anaondoa shida ndani yao. Mungu anaondoa mateso yao. Anaondoa hayo mateso. Anaondoa hayo mateso. Anaondoa hayo mateso. Anaondoa mateso juu yako. Anaponya maisha yako. Anaponya ndoa zako. Anaponya watoto wako. Anaponya watoto wako. Anaponya watoto wako. Yesu anaponya ndoa yako. Anaponya ndoa zako. Anaponya watoto wako. Roho koraba shaka. Roho koraba shaka. Roho koraba shaka. Roho koraba Mungu anawainua kwa damu ya Yesu. Mungu anawainua kwa damu ya Yesu. Hicho kilio cha hiyo ndoa yako, hicho kilio kwa maisha yako anaondolewa sasa. Shetani achia mama yule, achia mama yule moja, achia mama yule. Achia
sasa kwa damu ya Yesu ilalie kama achiwe kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Neema yako ipite juu yao, neema yako ipite juu yao, neema yako ipite juu yao. Mungu watetee Bwana, tetea watu wako, tetea watu wako. Shetani achia maisha yake, shetani achia maisha yake. Rapaka ramaka, rapaka ramasaka, rapaka ramaka, rapaka ramasaka. Unafunguka sasa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Mungu komboa watu wako, komboa maisha yao, komboa maisha yao, komboa maisha yao, komboa maisha yao. Mungu afanye kwa damu ya Yesu, Mungu akomboe kwa damu ya Yesu, Mungu akomboe kwa damu ya Yesu. Maisha yao yakapata kibali mbele zako Bwana, katika damu ya Yesu. Wewe ni Mungu wetu, wewe ni Mungu wetu, wewe ni Mungu wetu. Wape neema kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Asante Roho Mtakatifu kwa ajili ya uaminifu wako, asante Roho Mtakatifu kwa ajili ya uaminifu wako. Tunaweka uwezo wako mbele zako Bwana, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu. Asante Bwana kwa ajili ya uaminifu wako, asante Bwana kwa ajili ya uaminifu wako. Utawaponya watoto wako Bwana, ukaponya ndoa zao, ukaponya watoto wao, ukawainua kwa damu yako, ukawainua kwa damu yako, ile yako ile juu yao. Wape kibali Bwana, wape kibali Bwana. Kwa sababu Mungu yuko kwa ajili yako. Unasikia ndani yako kilio, unasikia kilio. Ukitafakari kwa habari ya maisha yako, ukitafakari kwa habari ya ndoa yako, ukitafakari kwa ajili ya familia yako, unasikia maumivu sana ndani yako, unasikia maumivu sana ndani yako. Yupo Mungu kwa ajili yako, yupo Mungu kwa ajili yako leo, yupo Mungu kwa ajili yako, yupo Mungu. Unasikia maumivu ya moyo, umesikia nikiwa nafundisha na ndani yako unasikia maumivu sana. Usijizuie, ukiweza kulia wewe lia tu mbele za Bwana. Ninaomba majeshi, naomba tukae nyuma yao ili tuweze kuwasaidia. Kati kwa nyuma yao wasije kaanguka. Rabo shendebe. Wewe lia tu kwa Bwana. Sikia leo Mungu anataka aondoe uchungu ndani yako. Mungu anataka aondoe uchungu kwenye ndoa yako. Umelia muda mrefu, umelia muda mrefu, hakuna mabadiliko yoyote. Wewe jiachilie tu mbele za Bwana, jiachilie tu mbele za Bwana. Mungu alikuona ndio maana ametuleta. Mungu aliona ndio yako ndio maana ametuleta. Ripese keterebo sanda. Mungu anaokoa ndoa yako, Mungu anaokoa ndoa yako. Ukiwa umelia muda mrefu, lakini Mungu anaokoa, lakini Mungu anaokoa leo, lakini Mungu anaondoa hicho kilio. Ni kweli Mungu anaondoa hicho kilio. Wamemharibu mume wako, wamemharibu mume wako. Roho sakataya. Yesu wetu Yesu. 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 Laika moto ulao, laika moto ulao. Kila roho za mapepo zilizokamata hiyo ndoa, zilizokamata hiyo ndoa, ninamorobato, ninamorobato, namorusiachie. Lia tu kwa Bwana, mimi na moyo wako. Usendeleko rapaka ramanta, usendeleko rabasaka, endelea tu,
Mimina moyo wako, mimina moyo wako. Mungu hapa, Mungu hapa anaponya yote, anaponya yote, anaponya yote, anaponya yote, anaponya yote. Leo mambo yangu Yesu anaponya, Yesu anaponya, anaponya, anaponya. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nyosha mkono wako juu, funika macho yako. Baba, ninatangaza amani ndani ya mioyo yao. Ninatangaza amani ya kwamba imefanyika. Ninatangaza amani. Akifikiria kwa habari ya ndoa yake, amani itawale. Amani itawale, ndio. Amani inatawala. Akifikiria kwa habari ya watoto wake, rapa sandelebe koramanta, ninatangaza amani. Na huyo aliyokimbia atarejea. 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 Na huyo aliyekuwa mlevi, Mungu anaondoa hiyo kiu ya pombe ndani yake katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Mungu akupe amani kwa habari ya familia yako. Mungu akupe amani kwa habari ya ndoa yako. Mungu akupe amani sasa. Pokea amani ya Kristo. Biblia inasema na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu. Ninaachilia amani ya Kristo ndani yenu. Ninaachilia amani ya Kristo ndani yenu. Ninaachilia amani ya Kristo, ndio. Amani inatembea. Ukisikia ndani yako kuna amani, mshukuru Bwana. Ukisikia ndani yako kuna amani, mshukuru Bwana. Ninaachilia amani.